Niseme kwamba mimi binafsi na wenzangu kutoka kambi ya walio wachache tunafuatilia kwa karibu sana mwenendo wa bei ya mafuta na upatikanaji wake nchini Tanzania. Tumemsikia waziri mwenye dhamana kwa maana ya waziri wa nishati akiwahakikishia Watanzania kwamba Tanzania inayo akiba ya mafuta inayotosha kwa muda wa zaidi ya miezi miwili. Na leo tumemsubiri kwa hamu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa sababu tuliamini kwamba kwenye hotuba yake lazima atagusia suala hili na kutoa mwelekeo. Lakini ninaloweza kusema kwa ujumla wake ni kwamba si waziri mwenye dhamana wala waziri mkuu ambaye amekata kiu ya Watanzania. Serikali ilisema tunayo akiba ya kutosha ya mafuta kwa miezi miwili. Leo Watanzania wameamka na bei ya ongezeko la zaidi ya shilingi 1,000. Swali ambalo serikali haijalijibu, hii 1,000 iliyopanda ni kwa mafuta yepi? Yale ambayo tayari yalikuwa yameingizwa nchini ama ni mafuta mengine ambayo yameagizwa? Kama ni kwa ajili ya suala la mgogoro Mashariki ya Kati baina ya Irani, Marekani pamoja na Israeli, haya mafuta si tayari yalikuwepo ndani ya nchi? Kwa nini ongezeko limekuwa ni kubwa sana? Kauli ya jumla ya waziri mkuu haijawasaidia Watanzania kujua nini kinaendelea. Lakini suala la pili, waziri mkuu amesema na waziri wa nishati alisema kwamba ongezeko litakuwepo lakini litakuwa himilivu. Tunaiuliza serikali, ongezeko la shilingi 1,000 ndio ongezeko himilivu? Kwa sababu atebeba gharama hizi ni Mtanzania wa kawaida, sio makampuni ya mafuta. Makampuni ya mafuta yataongeza bei, lakini Mtanzania atalipa kwenye gharama za usafiri, atalipa kwenye gharama za bidhaa muhimu kama chakula pamoja na bidhaa mbalimbali ambazo zinazalishwa viwandani. Kwa hiyo kwa ujumla wake, kwa vile hatujapata majibu ya uhakika kupitia hotuba ya waziri mkuu, tutajitahidi kwa kutumia taratibu za kibunge kujaribu kulishawishi bunge kwamba licha ya umuhimu wa kuendelea kujadili bajeti, licha ya umuhimu wa mijadala ambayo imepangwa kwenye ratiba, kama tunataka kuwatendea haki wa Tanzania, tunapaswa kusimamisha tunachojadiliana hivi sasa na kuwapa majawabu wa Tanzania juu ya nini kinaendelea na kuwapa matumaini. Kwa mfano, serikali haijajibu swali muhimu. Kwa nini na yenyewe isipunguze tozo? Ukipunguza 300 kwenye tozo katika kipindi cha mpito, tunajua tozo ile inategemewa sana katika mapato ya serikali, lakini kipindi cha mpito hiki kinachotokana na mizozo inaendelea Mashariki ya Kati, ukipunguza 300 maana na ile bei nayo itapungua kwa shilingi 300. Kwa hiyo huu sio mjadala mwepesi, unahitaji majibu ya kina, na tunawaahidi wa Tanzania tutajitahidi kadiri ya uwezo kurejesha mjadala huu bungeni ili waweze kupata majawabu ambayo yanahitajika.